Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba pia nitumie nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuwafikia wananchi na kutatua kero zao. Na inakumbuka ulikuja mkoa wa Dar es Salaam kwa udharura, lakini hakika uliacha tabasamu, na bado tunakusubiri kwa hamu uje jimbo kwa jimbo ili wananchi waweze kupata tabasamu moja kwa moja. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu imekuwa ikifanya uchaguzi za halmashauri katika ngazi ya udiwani kwa namna iliyo tofauti na nafasi zingine, kwa maana kwamba nafasi ya meya na mwenyekiti wa halmashauri hufanyika kila baada ya miaka mitano, lakini nafasi ya naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri hufanyika kila baada ya mwaka mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchaguzi huu wa kila mwaka haujawahi kuziacha salama halmashauri zetu pamoja na madiwani, kwani chaguzi hizi hupelekea misuguano, migongano, na jambo ambalo linapelekea hata utendaji kazi wa madiwani wetu katika halmashauri kuzorota sana, kwa sababu kila baada ya uchaguzi mmoja wao huanza kuingia katika mchakato ya kampeni na hivyo shughuli za halmashauri kuzorota. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nia njema ile ya serikali ambapo mmekuwa mkifanya marekebisho kwenye sheria mbalimbali na kanuni mbalimbali, je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuleta marekebisho kwa hati ya dharura kabisa ili chaguzi za hawa viongozi ziwe zinafanyika kila baada ya miaka mitano ili kuondoa hii sintofahamu ambayo kwa kweli halmashauri zetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haziko katika hali nzuri? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kujibu swali hili la Mheshimiwa Lambert Kaiza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Agnesta ameleta swali zuri, na ni ukweli alichosema, ndio mambo yanayotokea katika halmashauri nyingi. Nadhani siku za nyuma pengine nafasi hiyo haikuchukuliwa kama nafasi rasmi sana, kwa ilichukuliwa tu kwamba kwenye kikao kimoja wapo tu kwa urais hivi madiwani watakusanyika tu, watamchukua mmoja wapo awe makamu mwenyekiti kwa ajili ya kumsaidia mwenyekiti au makamu meya kwa ajili ya kumsaidia mstahiki meya. Lakini kiuhalisia ni kweli imekuwa chanzo cha migawanyiko na chanzo cha migogoro katika maeneo mengi, na sasa nageuza kwamba shughuli inakuwa uchaguzi badala ya shughuli zile ambazo zinafanywa na uongozi unaopatikana. Na kwa sababu hiyo pana mantiki ya kuliangalia upya. Mheshimiwa Spika, hata bunge lako tukufu wenye viti wa kamati wanachaguliwa, kamati zinadumu. Ifikapo nusu ya uhai wa bunge, nadhani ndio kunakuwa na uchaguzi mwingine wa makamu. Na mwenyekiti akishachaguliwa anakaa katika kipindi cha uhai wa kamati. Mheshimiwa Spika, serikali imeona logic hii, na nimepita mahali nimesema mara kadhaa, nimeshamwelekeza Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia mambo ya TAMISEMI, na bahati nzuri na mwanasheria mkuu wa serikali yupo, na wakae na mwanasheria mkuu waiangalie upya sheria hiyo ili waweze kuleta mapendekezo kwa haraka, ikiwezekana bunge lijalo ambalo litakuwa linapitia miswada, ili tuweze kuiangalia upya sheria hiyo na bunge lako tukufu liweze kufanya marekebisho. Mheshimiwa Spika, Watanzania katika kuzunguka nimekuja kugundua wana kero nyingi ambazo zingine zinaweza zikashughulikiwa ngazi za halmashauri. Kama kila kamati itatimiza wajibu wake, ya mambo yote wanayoyatoa pale yana kamati zake, kamati zetu zingekaa vizuri na zikafuatilia mambo ya aina hiyo na zikapendekeza, Mheshimiwa Spika, kero hizi zingetatuliwa kitaasisi, ambao ndio msingi wa utawala bora, kutatua kero kitaasisi badala ya kutatua kwa dharura. Kwa Mheshimiwa Spika, hii ni hoja ya msingi, na nadhani panapo uzima tutakamilisha, na huenda bunge linalokuja
tukawa na mapendekezo hayo ili bunge lako tukufu liweze kupitisha marekebisho haya. Waheshimiwa wabunge, na sisi kama wajumbe kwenye halmashauri zetu tuendelee kusimamia misingi hii kwamba uchaguzi umepita, watu wote wajikite kwenye kufanya kazi. Tusiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na nayasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti. Anaapishwa leo wenyekiti wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Kila mtu afanyie kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi, waione hiyo kazi na kama wananchi watakuwa wameridhika na hiyo kazi, watasema ndio, huyu alikuwa mwenyekiti wa halmashauri lakini kwa sasa tunahisi anaweza akawa mbunge. Lakini sio unaapishwa tu kesho yake unaanza kila siku unatoa rushwa sasa isiyojulikana na inayojulikana, ili madiwani wakuone wewe ndo mbunge wakati mbunge yupo, au ili madiwani wakuone wewe ndo makamu mwenyekiti wakati makamu mwenyekiti yupo. Hii si kitu kizuri kwenye nchi ambayo wananchi wake wana kiu na maendeleo, sio kiu ya kubadili mwenyekiti au makamu mwenyekiti ama mbunge. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.